Mimi nataka kuomba kama minority leader ya bunge ya kwamba mimi naomba tuheshimu ofisi ya rais na tuheshimu the presidency. Mimi najua ya kwamba unaweza kashifu, you can criticize, you can say anything you want to say, but you cannot go to the level where you want to erode dignity of that office of the presidency. Kuna watu wengine hapa Kenya ambaye ni media owners. Wako na gazeti yao, wako na TV yao. Gazeti moja inaitwa Standard, mwenyewe ni Gideon Moi. Gazeti ingine inaitwa Daily People, ni ya Uhuru Kenyatta. Kazi yao imekuwa kutusi rais kila siku. Na mimi najua shida yao ni nini. Shida yao ni ya kwamba hawa wazee ambaye wako na media house yao wameshindwa kuamini mtu maskini, mtu ambaye baba yake haijulikani, mama yake haijulikani, amekuwa rais ya Kenya namna gani. Hiyo ndio shida ambayo inasumbua hao. Na mimi niko na hakika baada ya President William Ruto, mtu maskini mwingine ndio atakuwa president kama mimi. Hawezi rudi kwa hii matajiri. It will never go back to these rich people. I can assure you. Kwa sababu Mungu anasaidia umaskini. Mungu anasaidia yule mtu ajulikani. Mtu anasaidia yule mtu ana viatu. Mtu hawezi kusaidia bonyenye. So mimi naomba, kwa sababu tuko na sheria na tunaunga mkono mambo ya freedom of speech. Tunaunga mkono freedom of the media. It is enshrined in the Constitution and Article 37 or 34. Na tumetengeneza hata sheria kwa bunge. Na tumetengeneza ili wanasiasa ama serikali isiregulate media. Tulitengeneza kitu ambayo inaitwa Media Council, ambayo we are giving them exchequer. Tunapatia hawa kutoka bunge kila saa pesa kila mwaka ili wa regulate media. Sasa hii matusi ni news. Unpresidential, sijui compromised, sijui clueless president. Mimi naomba nchi ambayo zimeanguka hapa Afrika kama Somalia, kama ile masaka ilifanyika huko Uganda, huko Rwanda, zililetwa na media mbaya. It is the media that caused that havoc in those countries. Unless there is a plan, those two media owners, Gideon Moi na Uhuru Kenyatta, wako na njama ya kuangusha nchi yetu. Unless they have that plan, mimi naomba wakome. And they should wafanye media kwa njia safi. They should be, and we don't want to regulate the media. When I say this, I don't care. Hata wakiandika mimi nimelala wapi, nimelala na nani, nimekula nini, waandike. Lakini lazima tuheshimu maofisi ambayo tumepewa na katiba. Kama the president. The president is a symbol of unity. You cannot keep on using your media house as dynasties. Kila siku kazi yenu ni kutusi rais kwa sababu hujui mama yake ni nani, baba yake ni nani. Nyinyi mimi najua baba yenu alikuwa rais. Baba huyu mwingine alikuwa rais. Huyu akakuwa rais na huyu mwingine anataka kuwa rais. Sijui sasa atakuwa mbele yangu rais namna gani? Mtu ambaye hata hajielewi.